Mungu anataka toba. Waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana tatu mstari wake ni wa 8. Waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wake ni wa 8. Yeye atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Yeye atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Kwa sababu Ibilisi amekuwa akitenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili aziangamize kazi za Ibilisi. Mungu anasema anaye zitenda dhambi ni wa Ibilisi. Anaye zitenda dhambi ni wa Ibilisi. Watenda nini? Wazini, walala na bibi wenyewe, wewe ni wa Ibilisi. Unalala na wanaume zaidi ya mmoja, wewe ni malaya na ni wa Ibilisi. Walala na wanawake zaidi ya mmoja katika ndoa, wewe ni malaya na ni mtoto wa Ibilisi. Wafuta bangi, mugoka, miraa, pombe, chang'aa, wewe ni wa Ibilisi. Unasengenya, wewe ni mlevi. Mungu anasema babako ni Ibilisi. Geuka kwa njia mbaya. Geuka kwa njia mbaya. Mbinguni hakuingiwa wanafiki. Mbinguni hakuingiwa watu wenye matusi. Mathayo 4:17. Tangu wakati huo Yesu alianza kuhubiri akisema, tubuni, 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 kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Yesu anakuambia tubu. Geuka kwa njia mbaya, wachana nao, mwamini Yesu, dhambi zako zioshwe. Amini damu, iamini damu iliyomwagika kutoka kwa mwele wa Yesu Kristo. Geuka kwa njia mbaya, ondoka kwa njia mbaya. Anayezitenda dhambi ni wa Ibilisi. Anayezitenda dhambi ni wa Ibilisi. Mungu anakuambia geuka kwa njia mbaya. Geuka kwa njia mbaya. Ibilisi atachomwa milele na milele na milele. Na kila ambaye hajawahi toba na kumwamini Yesu na kuoshwa na damu ya Yesu Kristo atachomeka milele. Pombe kidogo, wanawake kidogo, uraibu kidogo, wanaume kidogo, utachomeka milele. Milele utachomeka. Milele na milele na milele. Kwa sababu ya mambo ya kipuzi, mambo ya ujinga, unachomeka kwa ajili ya ujinga. Unachomeka kwa ajili ya ujinga. Manake malaya ni ujinga. Mume wa mwenyewe ni ujinga. Mke wa mwenyewe ni ujinga. Usharati ni ujinga. Utachomeka nafsi yako milele, milele na milele na milele. Yesu alimwaga damu. Damu ya Yesu ni ya thamani. Unaishi maisha gani? Maisha yako yanafanana
na ile damu Yesu amelipa. Wenda jana kwa sababu ya mambo ya upuzi, pornografia, mume wa mwenyewe, mke wa mwenyewe. Mungu anakuambia shame on you. Shame on you. Shame on you. Wenda mbinguni wengia jana kwa sababu ya bangi, wachomeka milele kwa sababu ya pombe. Shame on you. Hivyo ndio Mungu anasema, shame on you. Uchomeke kwa sababu ya malaya. Mungu anakuambia angalia aibu yako, ataweka aibu yako kwa macho yako. Mungu anataka toba. Waingia jehanamu kwa sababu ya malaya. Malaya ni mtu wa kupeleka jehanamu. Shame on you. Geuka kwa njia mbaya. Ugoro, bangi, mugoka. Damu ya thamani ilimwagwa. Damu ya thamani ilimwagwa. Uchafuo uoshwe. Waishi maisha gani? Nini itakufanya uchomeke milele? Nini itakufanya uchomeke milele? Jichunguze. Hakuna kitu cha kipuzi unafaa uruhusu ikufanye uchomeke milele. Matusi, zina, siuoe, olewa. Mungu anataka toba. Mungu anataka toba. Kuitambua dhambi, kuikiri, kuachana nayo, na kuishi maisha masafi, maisha matakatifu, maisha ya utauwa ndani ya Kristo Yesu. Ndani ya Kristo Yesu. Mungu anataka toba na imani katika damu ya Yesu Kristo. Mbinguni hakutaingia mnafiki. Chunga sana. Mbinguni hakutaingia mnafiki. Chunga sana. Angalia njia zako. Nini itakufanya uchomeke milele? Na damu ya thamani ilitoka kwa mwili wa Yesu Kristo, ili utubu uoshwe. Ukitoka hapa ni milele. Nikitoka hapa ni milele. Milele na milele na milele. Nini itakufanya uchomeke milele? Ni masturbation. Shame on you. Ni mwanamke wa mwenyewe. Shame on you. Damu ililipwa ya gharama. Vitu vya kipuzi unaruhusu vinakupeleka jehanamu. Mungu anataka uchukie, ujichukie kwa kile kiovu umekuwa ukikifanya. Unamkanyaga mwana wa Mungu. Unaihesabu dharau damu ya Yesu Kristo. Sigara na bangi inapeleka jehanamu. Shame on you. Shame on you. Malaya wa kiume na wa kike ndio anakufanya uchomeke milele milele milele. Shame on you. Kuonyesha wanaume mwili wako itakufanya uchomeke milele. Shame on you. Uizi ndio itakufanya uchomeke milele. Bangi ya kuombwa, mugoka itakufanya uchomeke milele. Shame on you. Yesu alikufa. Alilipa gharama kubwa sana. Ni sawa na umpeleke mtoto shule, ulipe pesa nyingi, na mtoto mwenyewe kazi yake ni ya uteja. Unalipa university pesa nyingi, kazi yake ni uteja. Hautafurahi. Ni hivyo. Yesu amelipa damu. Gharama imelipwa. Waishi maisha gani? Kama unaishi maisha masafu, shame on you. Shame on you. Geuka kwa njia mbaya. Watu wengine kazi yao ni kubaka watoto. Shame on you. Geuka kwa njia mbaya. Hauchoki na mume wa mwenyewe, hauchoki na bibi ya wenyewe.
Shame on you. Tubu kabla hujachomeka. Mungu hataki hypocrisy. Hypocrisy. Mungu hataki. Geuka kwa njia mbaya. Geuka kwa njia mbaya. Gharama Yesu amelipa ni ya juu sana ukilinganisha na maisha tunaishi. Chukia uovu. Chukia uovu.